Karibu Tabora, karibu Toronto. Inaonekana leo vijana wetu wapatao 18 wa afya, idara ya afya walikuwa wanakwenda Kagunga, na Kagunga kama mnafahamu ni mpakani na Burundi. Na kule mara nyingi tunachukua muda mrefu kwenda kule kwa sababu ya umbali. Ukizunguka barabara ni lazima upitie Burundi ndio uende Kagunga. Na juzi nilikuwa pia maeneo yale. Kwa hiyo walikuwa wanakwenda kutoa chanjo asubuhi. Wakati wanakwenda kutoa chanjo ndio bahati mbaya ikatokea upepo mkali ambao umesababisha boti ya halmashauri kupinduka. Kwa hiyo na ndani ya ile boti, ndugu zangu, kwa taarifa ambazo tumepewa, kulikuwa kuna wafanyakazi wa idara ya afya wapatao 18. Kwa hiyo boti ulipopinduka wafanyakazi 6 wamefariki. Lakini wafanyakazi wengine 12, 9 wameokolewa na 3 taarifa tulizonazo bado wako ndani ya ziwa. Lakini tunashukuru kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wenzetu wa upande wa fire na uokoaji, lakini upande wa polisi, upande wa marine, lakini na vijana wetu ambao ni wataalamu wa kuogelea, wa kupiga mbizi, nao wanafanya kazi hiyo. Lakini wakati wa kufarijiana, na sisi kama serikali ya mkoa tutahakikisha kwamba huduma zote za msingi kwa wale ambao ni majeruhi tutahakikisha wanapata huduma, lakini na wale ambao tutakiwa kuwasafirisha kuwapeleka kwenye familia zao tutafanya hivyo. Lakini niwaombe sana, si wakati wa kulaumiana. Kwa wale wenzetu ambao ni wataalamu kwa namna yeyote ambayo unaijua kwamba unaweza kusaidia kupata ile mili, basi tujitolee kufanya hivyo. Kwa sababu ni Watanzania wenzetu wamekufa wakiwa wanatimiza wajibu wao. Hawakufa wakiwa wanaiba, hawakuwa wanafanya jambo lolote baya. Wamekufa wakiwa wanatimiza wajibu wao kwenda kwa wakuu wa Tanzania wenzetu kwa ajili ya kutoa chanjo. Karibu Tabora, karibu Toronto.